Well, habari Tanzania. Tunamshukuru sana Mungu kwamba tumepata neema nyingine. Tuko hapa kwa ndugu zetu wa Gavo Media, watu ambao wanafanya vizuri sana kwenye kazi yao. So tunamshukuru sana Mungu kuwepo hapa. Niko mimi naitwa Elia, wale ambao wananifahamu, na ninamshukuru Mungu niko na mke wangu mzuri anaitwa Lona Elia. Na mara kwanza tulipata neema kuja Gavo tukiwa wachumba. Tunamshukuru Mungu, na sasa ametufanikisha tuko hapa kama wanandoa. Na sio wanandoa wapya, we actually have a couple of months, right? Yeah, sure. So tunamshukuru Mungu, and it has been wonderful. Kwa hiyo kwa chochote ambacho tutaendelea nacho hapa, we believe kwamba kuna namna ambayo Mungu anaweza kukusaidia kujifunza chochote ama kuelewa chochote ambacho kinaweza kuwa cha faida kwenye maisha yako. Yatakayokufaa yachukue, na siamini sana kama kutakuwa kuna ambayo hayakufai. Mengine yatakuburudisha tu. So karibu, na we are happy to share our life with you, maisha ambayo Mungu ametuwezesha kuyaishi na nyinyi. Naomba tumshukuru Mungu, alafu tuendelee na program ambayo ndugu zetu wametuandalia. Let's pray, my wife. Mungu aliye hai, mfalme mwema, Bwana wa majeshi, asante kwa neema yako, asante kwa rehema na neema. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele yako saa hii tukikushukuru kwa ajili ya wakati huu mzuri uliotupa, kwa ajili ya kuutumia kuonesha wema wako kwenye maisha yetu kwa watu wengine. Baba, tunatangaza neema yako, tunatangaza nuru katika saa hii, tunatamka mapenzi yako tu kutimia katika jina la Yesu. Mungu aliye hai, kila ulichokikusudia saa hii kikatimie sawa na vile ulivyotaka. Tunakurudishia wewe sifa na heshima na utukufu wote, mfalme mwema, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Karibu sana. Hani jamaa huwa wanatuwekea haya sasa. No, you go first, baby, okay? Nakuchukulia hapa. This is yours. No, babe, that is pink. How do I use pink? Wewe ndo unaniuliza mimi this pink. Mimi I take blue for you. No, wewe hujaelewa. Haujaelewa, yani ya blue ngoja nione. Hiyo kwangu, baby. This blue sio la kwako, sio la kwangu wewe kuniuliza, ni ya kwangu mimi to take. Sawa. Maswali magumu. Basi baby, atakuwa hayo ndo yangu. Sweet one hayo. Haya kwako. Haya rahisi kuyajibu. Sasa ndio nakwambia wewe ndio ulitakiwa kuniuliza this. Hamna. Wewe hujaelewa. Je, ukiambiwa uchague picha yetu moja ya harusi, uwe unaiona kila siku, utachagua picha gani na kwa nini? This question wewe ndo unatakiwa kuniuliza mimi. Sawa mamangu? Wacha ubishi. Hili swali ni wewe unatakiwa kuniuliza mimi. Alafu hii blue mimi ndo natakiwa kuuliza wewe. Sawa baba? Basi faidi wewe. Lakini sio hivyo. Basi nimekuruhusu shinde. Ila sio hivyo. Sio hivyo baby, wewe magumu ndo unanichagulia mimi, sitaki. Wewe hujaelewa. Okay, you read the question. Okay, ambapo uchague picha moja ya harusi, sio unaiona every time. Why? And what picture is that? Ni sasa sio picha, ni ka video. Kale after wewe unataka ulijipanga hiyo, ndio umeona swali nataka ulizo. After daddy miamba kutangaza kwamba now we are Mr. and Mrs. Kuna toka. Staki. Mbona nikuza? Kuna namna fulani hivi nishangilia. Afu kanikumbatia fulani hivi. Afu was yani ile picha yani kale ka picha kale ya kwamba namna unavyonikumbatia pale.
Kwa hiyo unapenda kalikuwa pale kwenye video, yani kale kapicha kama kaanzie kwenye video mkejie pale. Wewe unapenda kupendwa, tukupenda si shughuli zangu. Sura yako. Sawa, sasa haya ndo maswali mimi kukuuliza wewe. Magumu. Kama ukifungwa macho na ukaambiwa unitafute nilipo, ni sehemu gani ya kwanza utaenda ni sehemu gani ya kwanza utaenda na kiungo gani cha kwanza utanishika ili kugundua kwamba mimi ni mkeo, kwamba mimi ni mkeo? Sasa the question is kind of too general. Okay, ngoja nijibu hivi mambo yasiyo mengi. Kama ni nyumbani, chumbani. Wewe chumbani, kwani sizurulagi sehemu nyingine? Tena kuzurula. Wewe ukiambiwa ukafichame utaenda chumbani. Au unakokwenda. Na kiungo gani ukishika yani ndio umefumbwa macho sasa? Hiyo ni kama ni nyumbani. Ila kama tuko mtaani alafu niambie nikutafutie mtaani. Taenda church. Okay. Faster sana yani. Wala unisumbue akili. Na uhakika. Na nikifika zangu kazini pale wote waliopo naambia wapange mstari, nashika vidole tu. Vidole wangu natujua. Tu vidole ambapo pete zote hazitoshi. Kwa nilikuwa na lazima umalizie hivyo. Ndio hivyo kigezo changu. Tena kwa nikalama kangu. Huwezi kanisumbua. The next one. Afu haya maswali ya hakika sio yangu basi. Yani hapa kuna namna umetumia nguvu yako vibaya. Ungependa tufanye nini pamoja zaidi ili kuendeleza urafiki wetu ndani ya ndoa tofauti na tulivyokuwa wachumba? Tufanye nini zaidi? Mimi naona kama kila kitu tunafanya zaidi yani. Nilijua tu huna jibu. Kwa sababu I can say maisha yetu ya urafiki na maisha ya uchumba na nini yalikuwa naona the same, kwa sababu mimi na wewe kupiga story ni kawaida, kupiga umbea ni kawaida yani. Yani ni mambo yetu ya kawaida. Umeamua jamii kwamba umenifundisha umbea, ndio? Kwa sababu vitu vyote ambavyo tulikuwa tunavifanya, I guess sasa hivi ndo tumepata muda wa kuvifanya vizuri zaidi. Yani kama kule muda ulikuwa utotoshi, lakini sasa hizi tunavifanya vizuri zaidi, yani kwa uhuru mkubwa zaidi. Kwa hiyo hamna ambacho unahisi tuongeze. Yani labda hapa tulipo tuendelee kupractice zaidi. Kwa hiyo kwa mfano katika hivyo vitu tulivyokuwa tunafanya pamoja, wewe unapenda nini zaidi? Napenda yani kama stories nini, wewe unapenda nini zaidi? Napenda vitu vingi from you actually. Vitu viwili. Wewe usifaidi, usimwage mchele kwa kuku wengi. Kuwa karibu na wewe, na kwa sababu nikiwa karibu na wewe vingine vyote napata. Yani wewe mtoto umekaa kisaikolojia yani. Nikiwa karibu na wewe vyote napata. Sababu umetaja kimoja, umetaja vyote. Napata nini? Napata stories, napata utani wako, vurugu zako na kila kitu. Kwa hiyo mimi na vurugu. Namshukuru Mungu. Ndio na vurugu. Kwani hapo? Shika. Tamaizana nyumbani. Unanitishia jamani. Jamii ananitishia. Wewe wangu. Sasa hivi nyumbani utaona. Unadhani ni nini kinachotufanya sisi kuwa tofauti na wanandoa wengine? Kwa hiyo ulikuwa unadhania ya maswali ya blue ni ya kwangu? Kwanza wewe mjanja tu. Wewe utakuwa uliwasiliana nao ukawaambia kimepesa. Kile zako ndogo. Kwanza mimi
I'm not sure. Yani ukiniuliza niseme kama ndoa yetu na ndoa ya watu wengine ziko tofauti ama haziko tofauti. Sina jibu la uhakika. Na jibu la nadharia kwa sababu mimi simo kwenye ndoa ya wengine. Naelewa. Alafu unajua kwenye maisha ya watu tunaonaga vinavyoendelea nje tu. Tunaona ambavyo wameruhusu tuvione. And not everyone is like us. Mimi na wewe we don't have so much to hide. Yani kuna namna ndo tuko hivyo tu. Lakini watu wengi they believe in secrets. Kwa hiyo huaga hata siamini ninavyoviona kama ndo vyenyewe. Unaona? Kwa hiyo hiyo ilikuwa nani, yani mtazamo wangu wa jumla. Yani sijicount kama naelewa sana kinachoendelea kwenye ndoa nyingine. But what I can say about that question is that ninamshukuru Mungu kwamba 99.999 to infinity kama sio 100 at all. Vitu vyote ambavyo nilikuwa natamani kuwa navyo kwenye ndoa ninavyo. Wewe umejipata. Yani nimejipata niko unaelewa. Kwa lugha rahisi yani. Yani kwa lugha rahisi. Mimi nilikuwa napenda sana, yani nilikuwa napenda wazungu zamani. Nilikuwa napenda wazungu hadi nikawa natamani mimi mwenyewe niwe mzungu. Sasa hivi na mzungu wangu nyumbani, yani nazula naye. Sijui naelewa yani. Sijui naelewa achievement nilizofanya. Nilizopata Yeah, kwa hiyo yani I have the best of a marriage. Kwa kama kuna mtu mwingine ana ndoa the best, mimi I'm happy and proud of them. Na naendelea kuomba kwamba Mungu aendelee kuwapa hiyo neema, lakini since I don't know for sure what's really going on in there, I can only talk about me. Yeah, what is special about us is that we have God, we have each other, and we're happy for one another. And I think that's all. That's the best. That's what I'll protect, that's what I'll keep. Okay. Yeah, sasa sijajua kinadharia, labda nikiongelea kinadharia. Ile ambayo utakuta labda mtu ameoa ama kuolewa kwa sababu tu ya tamaa fulani au nini. Kama ilitokea kuna mtu ameolewa, maana obviously hawezi kana enjoy hiyo ndoa. Umeona? Yaani lazima tu akifika ndani kama ni hela zinaishaga. Kama ni uzuri wa mtu unaweza kubadilika. Nasema wewe mzuri na ubadiliki. Kumbe ni muongo. Hasa muongo. Kwa hiyo yani kuna vitu fulani ambavyo vikiwa ndo msingi, yani kama ikitokea kuna vitu fulani watu wamevifanya kwa msingi na havipaswi kuwa msingi. Obviously najua hawezi kuenjoy ndoa kama mimi ninavyoenjoy mimi. Ila ukiniuliza kama wapo au hapo sijui, kwa sababu huwezi kusema yule ameolewa kwa kufuata uzuri hata mimi sijui. Umeelewa? Okay. Yeah, so that's it. I can only talk about us and I'm so proud. Yani hata nikiambiwa nioe mara 10 tena, I'll just do the same marriage. Choose the same person. Una uhakika? Yeah, you. Leta salamu. Mapenzi yanizidi. Wewe kuna soda. Mbona nifokea kunywa? Najua hiyo ulitakiwa ushushie. Nakujua. Hiyo ulitakiwa ushushie, utaniomba baadaye soda lako. Je, kuna jambo lolote ulilolitarajia katika ndoa ambalo bado hujaliona likitimia? Jambo lolote ambalo nilitarajia. Kwani nilikuwa na matarajio? Unaniambia una malengo, ulikuwa unaishi una malengo. Hivi malengo na matarajio ni vitu viwili tofauti. Vinafanana sana, they are so close. Ila vinafanana au they are so close? Sasa kufanana ndio hivyo, they are so close. Yani you can almost say ni kitu kile kile, kwa sababu mtu anapopanga mipango maana yake ndio unatarajia hiyo mipango itokee. Mnaga mtu anapanga kitu ambacho hakitarajii. Okay. Yeah, huwezi kupanga kitu ambacho hakitarajii. Kwa hiyo anavyosemaga punguza expectation, unakuwa punguza malengo. Punguza malengo. Sio na. Ndio hivyo. Tupunguze malengo sasa. Punguza malengo. Sio unapaona lenga kwa kweli. Una shabaza kutosha kulenga hiyo vitu vyote. Yeah, kwa hiyo it is something like that. Usijaribu kukimbeza, Back to the question. Bidi niulize namna yani nikiliweka hilo swali, yani nikiweka malengo na matarajio kwa Kiingereza sasa.
punguza expectation, kumbe wakuaga na maanisha punguza malengo. Okay? Kiliza kwa. Sawa. Na ndo zangu hizo. Kwenye unajua akili zangu miziko saizi natumia za kwako. Kitu ambacho nilikuwa huenda na wish kukiona from you. Yeah. Unataka kuolewa na mwanaume mrefu. Naambia wangu nitakucheka wewe hadi siku ya mwisho. Sijawahi yani kama nakosa namna nzuri ya kujibu hilo swali, lakini mimi nakuelewa, lakini kujua. Namshukuru Mungu kwamba amenipa zaidi ya vile ambavyo mimi hata huenda kuna muda fulani unaweza ukawish kuolewa au ukatamani kuolewa na mwanaume wa namna fulani ili upate kitu fulani. Subiri sasa, mbona unakuwa na haraka mjomba? Sasa kwa mjomba wangu. Haya. Wala niite jina lako nitaka kwenye umbea staki. Wala. Kwa hiyo ninachomshukuru Mungu amenipa zaidi ya vile ambavyo nilikuwa natarajia au zaidi ya vile ambavyo nilikuwa nawaza. Kwa hiyo hata vile nilivyokuwa naviwaza, yani kwamba nikifika kwenye ndoa nitakutana na mtu ambaye ni rafiki, ambaye ni mpenzi, ambaye ni mume, nimepata beyond. Kwa hiyo hata vile ambavyo yani sasa hivi nimefika level ya kwamba Mungu, ambacho ninastahili kukipata nakiomba, na kile ambacho umeniandalia cha siri ninacho nakiomba, kwa sababu nimepata zaidi ya nilichokuwa nakitamani. Nimepata zaidi ya nilichokuwa nakitamani. Sasa hivi sijui, yani hapa niko kwenye ile point niko dilemma. Sijui ninatakiwa kupata nini huko, kwa sababu nimeshapewa package. Mungu anasema ukizidi kumjua sana atakufunulia na zile hazina za siri. Kwa hiyo zile hazina zilizostirika ndo mimi nimepata. Kwa hiyo yani kwa mimi ni hazina zilizostirika. Kuna namna unazungumza. Kwa hiyo kuna namna ambavyo hata sijui ni nini tena ambacho sitakiwi kupata. Yani ukienda kwa Mungu kwamba hiki bado, kwa vile ulivyopewa unasema hiki kitajivumiliaga huko, yani vitu vitajisota. Kwa hiyo in a very short way, mimi ni kwamba namshukuru Mungu tu amenipa beyond expectation. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kwa namna ambavyo. Kwa baby, unamaanisha ni ile ambayo yani what you're trying to tell me, I want to understand really ni yani unamaanisha like ni kama ulikuwa unatamani mipango yako alafu Mungu amekupa mipango yake. Is it something like that? Yes, yani ulikuwa unatamani, kwa sababu mipango ya Mungu ndio ina ukamilifu. Yes. Yani nilikuwa natamani pikipiki, Mungu kanipa gari, kanipa nyumba, kanipa mume, kanipa watoto, vyote kwa wakati mmoja. Basi. You can. Yani unaweza jione na dhambi. Unaweza ukaelewa yani kwamba gari haina mafuta, hata uwezi kujiuliza kwamba gari haina mafuta, kukumbuka Mungu amenipa na nyumba, amenipa na mume, amenipa na hivi vyote, basi bwana mafuta yatajipatikaniaga huko. Yala stiboni wake. Kuna muda nadhani mimi ndio ulikuwa nani? Wewe unadhani kuulizwa maswali kila muda ni la. Baby, umejibu hapo hadi unafanya nikajitafakari. Kamwombe Mungu vizuri. Ni ndoto gani kubwa unayo kwa ajili ya familia yetu katika miaka ijayo? Haya maswali ndio kwa nataka kuniuliza mimi. Haya maswali yamekaa kibaba kabisa. You're crazy. Kwa hiyo hauna mipango na familia yetu. Mimi nimeagizwa tu nikamtii mume wangu. Haya mambo ya mipango ya familia. Talk to me daddy. Nakusikiliza sasa. Kuna namna wewe kama mpya hivi. Ya sana. Biblia inasema ndoa ni paradiso ndogo. Speaking of marriage, we're speaking of a home, we're speaking of a family. Yeah. That's what I want to see. I want to see heaven in my home. Umejifunza nini
kuhusu mimi ambacho hukufikiria au kujua kabla ya ndoa. Yani kwamba wewe una kitu kipi ambacho mimi sijakijua? Tell the word. Kwamba nilikuwaga kadada fulani hivi, saizi mama fulani hivi. Sijaelewa unachomaanisha, lakini to answer the question. Wewe mzuri kichizi. Wow. Mzuri kichizi, yani mzuri nje dad. We. Yeah. Okay. That might cause a contradiction. Well, I mean, you're beautiful this way, and you're beautiful with your heart. You're beautiful with your mindset. You're beautiful with the inner you. That's what I was saying. Well, that other part is beautiful too. Wewe, nijibu vizuri. Nimeshakujibu. Umejifunza nini kuhusu mimi ambacho haukufikiria? Yani kitu ambacho yani huenda ambacho sikufikiria. Ukufikiria kwamba ninacho. Kama ambacho sikufikiria kipo. Au ukukijua kabla ya ndoa. Kipo. Yeah, ambavyo sikuvijua nilivifikiria na ndo ninaviona. Just to its best yani hivyo. Ila ambacho sikufikiria kabisa yani afu ndio ndo huko hivyo. Kama ni hivyo sijajifunza. That's it. Utaki sasa. Ukipata okay, sawa. Kuna kitu utanikumbusha baadaye. He was alone. Ukipata nafasi ya kunishauri kuhusu ndoa yetu, ungependa nieleleze vitu gani na niache vitu gani? Utataja hivi? Viwili. Mbona unanipokea sasa? Alafu kwa nini? Mbona unanipokea? Mimi kama ninavyo vingi. Taja vyote. Mimi nakujua. Unajua capacity yangu? Taja. Vitu gani ambavyo? Sasa. Ndio sema unavyo vingi. Ukipata nafasi ya kunishauri kuhusu ndoa yetu, ungependa niendeleze vitu gani na niache vitu gani? Viwili. Na zaidi. Na kwa nini? Uache uvivu wa kula. Jambo la kwanza. Unaweza ukatoka huku na njaa ukafika nyumbani ukaniambia mimi nimechoka. Uache uvivu wa kula. Sawa. Mwisho wa picha nionekane mimi nakunyanyasa. Umeoa stress. Kumbe wewe mwenyewe hauli. Baby, unaambia watu hivyo. Hauli. Sasa shida nayo kuja, sielewi ni unadeka. Sielewi ni unadeka. Ni ujizi. Wewe mwenyewe unibembeleza. Nikubembeleza kwenye mambo ya msingi unayojua. Unadeka kupe. Kwa ujui kama unadeka. Mimi nilivyokuwa naishi hivyo. We. Mama ameniambia ukua hivyo. Sababu unapitishaje huko? Tumeshakitoa. Kwa bana mimi nakula baby usininyanyasa. Jingine amesema nini? Taja viwili. Kwamba ambacho sikipenda. Na hujasema kwa nini? Sijui sasa kwa sababu gani uli. Yaani kwa nini unataka ni ubadilike? Urudi. Urudi kwa hali yako ya kawaida. Unataka kuniharibu ili nikuta na 6 packs zangu vizuri. Nikuta na kitambi. Sio mimi. Hata kitambi kinapopungua unanichanganya. Sio mimi. Wewe unataka niwe na kitambi. Kingine? Takishi mada yako. Hebu nakwambia watu misiri. Haya. Kingine? Mwaka unanipokea. Sio kweli mimi nimesema kitu. Haya. Kuna maisha baada hapa. Kingine. Ambacho kweli sikipendi yani. Tena una kitu ukipendi kwa msisitizo hivyo yani. Kweli sina. Vingine vyote you're the best. Kwa baby mimi I'm the best but silly. Ndio. Sitaki mimi nakula. Sawa.
Hapa nashukuru Mungu kwamba tukifika nyumbani utakula kwa sababu nishakusema. Sitaki, nimeshiba. Naona sasa mambo yako. Au unasema natoka na njaa, leo sina njaa. This is mine. Mbona kifunguke mpaka mwisho? Acha nikufungulie. Tayari unataka kugelezea. Je, toka tuingia kwenye ndoa maisha yamebadilika kiasi gani kwa mtazamo wako? Ni mtazamo. Maisha yamebadilika sana. Mbona kama umekuwa excited na hilo swali? Maisha yanabadilika sana. Yamebadilika sana. Yamebadilikaje? Zamani nilikuwa nakuchukua na kurudisha kwenu. Na kuchukua naenda na Zola na kurudisha kwenu. Sasa hivi yani pale ninapokurudisha ndo ninapolala. Wewe unazalija kwa mfano. I get to see you every time. Zamani nilikuwa nikiamka usiku hadi nikupigie simu. Sasa hivi nikiamka nakuwa nakuangalia hivi. Hapo narudi kulala. Unafanya hivi. Hapo narudi kulala. That's beautiful, girl, trust me. Wow. Kwa hiyo sense kwamba yani naongelea hiyo kwenye ni aspect moja ndogo alafu ni kawaida sana. Lakini everything else changes. Yani the Bible says apataye mke apata kitu chema. Na ajipatia kibali kwa Bwana. Unaweza kaelewa maisha yangu yamebadilika kiasi gani. Yani nyewe wanawake ndo hamna nafasi. Ila tu nyinyi ni watu wana nafasi. Sijui umenielewa. Nyinyi ndo ambao Mungu anawatumia kutupa sisi nafasi. Kwa hiyo kwenye hilo pole, lakini muhimu zako nimepata kibali kwa Bwana. Can you imagine how big that is? Yeah, so nimejaribu kuonesha maeneo machache ambayo maisha yangu yamebadilika sana. Okay, lile eneo la kwamba mtazamo wangu kwenye huo mtazamo wako. Ile ya kwanza hiyo. Hiyo about wewe na Mungu wako. Naomba tuliache kidogo. Ni mambo binafsi. Kaa hapa kwenye mic. Ni mambo binafsi. Unanikorokochoa. Ndio maana kutaka hapa. Utanifinya. Sitaki. Unaona? Mpaka na Saudi kijibu bana niache. Nini? Umejibu nini hapo? Nikumbushe sasa. Ukitoa mtazamo wako wewe na Mungu. Nimekupatia mfano. Umeniambia yani. I get to see you every time. Every time, yeah. Kwa mfano umeamka usiku. Yaani ushaikuwa na stress. Kipindi cha ambacho tuko kwenye ndoa. Ushaikuwa na stress labda au uko kinu ukawa umejiwazawaza vibaya, ukarudi nyumbani bado uko vibaya, ukafika wapi? Yaani ukanikuta nimelala. Ukaniangalia ukafeel good yani. Yeah, that happens a lot of times. Inakuaga jao nikikukuta huko macho ukianza kunidai mahesabu. Hapo ndo mimi nasema ukweli kabisa, yani hapo waga na nyanyasika sana basi. Yaani wewe kudaiwa hela za watu. Yani mpaka nina mpango nianze kuuliza walio wao wahasibu wenzangu wanaishi. Wewe baby unanidai hesabu kama sio mke wangu. Sasa kwa hiyo wewe ndio wakati unavopewa hela unakuaga vizuri, lakini kwenye kurudisha mahesabu sio mambo yako. Kwani mimi hela naombaga vibaya? Mimi sinakuombaga vizuri. Ndio maana watu wanasemaga wasibu wanalomba. Kumbe ni nyie tu ndo mnalomba. Hapana, nyie mnalomba mbaya bana. Wewe unanidaije vile hesabu? Hutaki kufanya return. Yani hesabu mimi nakuaga nzuri nikirudi na hela. Na enjoy sana kwa sababu kukupa hela la. Shida ni ukiniuliza ulitumia nini wapi, hapo ndo mimi unaponichanganyanga. Yani hapo unanivuruga. Mimi nakuwa nimerudi na mafuraha yangu nimekumisi, unaanza kuniambia uliondoka na 20,000. Yukoje? Sawa bana. Kwa hiyo unataka tupunguze mahesabu. Usiniulize sana, wewe upige tu mwenyewe. Napigaje sasa bila kujua umetumia nini? Usiniulize basi vile, basi hata uniulize kama mapenzi. Kwenye kuna mapenzi. Hapana, kwa kweli hiyo. Hata ukisema nibadilike na kuahidi, tazidi kuwa hivyo hivyo. Sawa, naipenda lakini mimi bana. Basi tuendelee tu. Nani anamuuliza mwenzake? Wewe hapo. Ni hiki au ni kilichopita? Niko hapo. Hiki cha ushauri.
Ndio unanifanya nacheza vikaratasi. Kiza mahesabu. Hesabu unazichukuliaje? Unadhani ni kitu gani mimi nafanya vizuri zaidi katika ndoa yetu? Na ni kipi ningeboresha? Sasa ndo maswali mimi nayapenda. Lakini ya mahesabu? Sitaki mimi mapenzi, yani kukupenda hivi ninavyotaka. Ndio shughuli zako hizo. Ndio vitu vyangu. Za kujibu umetumia kiasi gani? Vinanihusu nini? Si ningesoma wasibu. Swala kunasemaje? Hili nitakusoma hata mara 10. Unadhani kitu gani mimi nafanya vizuri zaidi katika ndoa yetu? Na ni kipi ningeboresha zaidi? Hapa mimi naongezea, ngoja kwanza naongezea. Unadhani ni kipi nafanya vizuri zaidi? Na unadhani ni kipi nafanya vibaya zaidi? Afiki. Hicho kipi ninachofanya vibaya maana ndo nikiboresha. Kitu ambacho natamani ukiboreshe. Usiniambie kula. Natamani ukiboreshe. Ndio mama. Ambacho najua kabisa unakifanya. Ambacho unakifanya ni unanipenda. Ambacho natamani ukiboreshe ni kunipenda. Kwa hiyo yani nimeshakuelewa basi. Kwa hiyo hapo cha kwako cha msingi kufanya ni kunipenda, yani nipende mpaka mpaka nijisikie vibaya. Yes. Mbona kwa hiyo unajisikia vibaya bado? Bado sijajisikia vibaya. Kweli? Sawa. Nipende mpaka nigaili. Nipende. Kwa tayari kwa swali. Unajisikiaje pale unaposhindwa kueleza hisia zangu? Unajisikiaje pale ninaposhindwa kueleza hisia zangu waziwazi? Huwa unashindwa wapi? Kwani kuna sehemu shatokea nimeshinda? Yaani kwa mfano kama hapa unavyonifinya. Ndamani niko chapi. Kwani kwa hapo umeshindwa kuelezea hisia zako? Ndio najiuliza kwa unauliza. Itakuwa ni kama hapa. Hapa umeshindwa kuelezea hisia zako. Na kujua wewe. Wala hujashindwa. Kwa sijai kuona umeshindwa kuniambia unachofeel. And I actually love the way you tell me about it. Manake, to answer the question, I would be feeling bad kama ngekuwa nashindwa. What I thank God is that hakuna mahali nimekufungia mlango. Na hakuna mahali umejiwekea mipaka. You see? So I thank God for that combination, kitu ambacho kinakufanya uweze kuniambia kila kitu. Okay. Ya na nitajitahidi kufanya kwa ubora, lakini so far up to now ninamshukuru Mungu kwa namna ambavyo sijawahi kukuonesha kwamba sijawahi kukublock in any way. And I'm trying hard not to do that. Hata ukiwa umenuna. Yeah. Kumbe unanunaga na usemi. Lini? Uniona. Hili lako. Shika. Nikuulize tena. Utaniuliza baadaye. Silijue. Rafiki zako karibu. Rafiki zako karibu wangeweza kusikia kila tunavyogombana, unahisi wangeshauri nini? Hata wasingesikia sasa. Hiyo namshukuru Mungu sana. Kumbe ni mimi ndo nakuuliza eti mimi nimeanza kujibu. Hiyo namshukuru Mungu sana kwa namna ametupa neema ya kuishi na kuelewana. Kwa sababu namshukuru Mungu. Sijawahi kuona yani tunagombana yani. Kugombana. Sijawahi kupata hiyo. Kwa hiyo mimi naona kama ni neema tu Mungu ametupendelea. Ametupendelea kila mtu kuona kwamba hii situation huenda itatupelekea kwenye kugombana alafu tukaisolve before hata huo ugomvi kutokea. Kwa hiyo mara zote uaga tunapata neema ya kusolve mambo yetu kabla hayajawa hivyo ambavyo kabla hajawa ugomvi. Shetani anavyojaribu kwamba iwe anakutana na namna ambayo Mungu ametupa neema ya kufanya yani ya kuwa bora zaidi. Kwa hiyo kwenye ile situation ambayo huenda shetani ameandaa iwe mbaya, Mungu anaturn
hata haifiki kuwa mbaya, hapo inakuwa tu ni kwa ajili ya utukufu wa jina lake. So basically unajaribu kuniambia kwamba actually wasingekuwa na cha kusema kwa sababu hawawezi kutuona tunagombana. Yaani wao wangekuwa wana cha kusema namna gani napendwa vizuri, na wao wangekuwa na prayer points za kuomba namna gani napendwa vizuri. Hizo ndo angalia. Kwa hiyo iko ndo kitu ambacho yani instead of thinking kwamba tutagombana, sijui tutafanya nini na nini na nini, au kuona kwamba namna gani tunagombana, yani wangekuwa wakituona, yani wangekuwa wakituona alafu wako close kwa kiwango kile na sisi, wangekuwa wanamtukuza Mungu kwa ajili yetu sisi kukutana, of which ingekuwa inawafungulia wao milango zaidi ya kupata ambao vya kwao ni sahihi. Kwa mimi nakupenda. Nimekwambia ongeza kunipenda. Hata ni kweli. Hata ni kweli. Relax bro. Ongeza speed bro. Okay. Je, kuna wakati wowote unahisi sipati muda wa kutosha kwa ajili yako? Unahisi kuna wakati wote upate muda wa kutosha, yani kuna muda unanihitaji sipo, kuna muda mbona umeanza kupimbisha mashabu? Ndio. Muda gani unaonihitaji misifu dadi? Unakuaga serikalini. Asa wewe. Wewe mwenyewe unanipeleka na kunirudisha. Yaani wewe mwenyewe unanipeleka na kunifanya. Shida ni nikishakuacha pale. Ndio inakuwa na. Sema hamna. That was a joke. Kwa sababu I understand it. Yani na mwenyewe sina kuzinguaga na kuaga kazini. The big deal ni kwamba whenever we are not together, I'm not okay. Okay. Kwa huwa ninakubali tu kwa sababu I know this is important. Sasa hivi I have to go to work. She is at work. Yani ni realities za maisha ambazo I have to accept. Unaelewa? Which I know you sometimes do pia. So jana siku hivyo nilikuwa mahali. Sio kwa sababu you didn't want me home. I know you wanted me there. In as much as I wanted to be home. You know, lakini kuna vitu ambavyo we understand kwamba in as much as tunapendana, we still have to live. Kuna mambo mengine kwenye maisha, kuna ibada, kuna kazi, kuna nini. So I accept that. Unaelewa? Yeah, kwa hiyo sio kweli kwamba unaishi upate muda na mimi kwa sababu out of those necessary sababu sisi tunakuwa wote mpaka church and everywhere. Kazini hivyo nakupeleka mwenyewe. You're always there for me. My personal assistant. I'll see. My driver. Isikiaje na nilipe mshahara. Nasikiaga watu wanasema like mkikaa pamoja mnaboana, sijui mnaboreka. Nategemeana. Ile furaha wao ndo wanaitem kama ni kitu kipi ambacho wewe kama partner wako angekuwepo all the time, perhaps usinge feel kitu. Lakini habari ya kuchokana sio na nini, they say it happens. Mimi kwangu haitotokea. Yani haitotokea, nimetabiri hivyo na ninaomba hivyo na itakuwa hivyo. Amen. Umeelewa? Yani haitatokea eti nimekuchoka zawe. Waswahili wanasema gawe uogopi. I found that in the streets. Lakini haitotokea, yani kwa sababu mimi naamini unajua mahusiano, especially this type of relationship, sio free, yani vitu havitokei tu. Umeelewa? It's about what you give. It's about what you are ready to give. It's about what you're ready to sacrifice. You know? Yeah, sasa in as much as I know me, I will never stop sacrificing for you. Okay. Manake sitakuja kuchoka. In as much as I know you, you will never stop sacrificing for me. Okay, una uhakika kijana. Mimi sina nimejipata. Umeelewa? Naomba hiyo dawa uliotumia. Yeah. So ni issue ni nadhani kama kuna watu wanachokana ni ile ambayo wewe hu provide alafu nataka mwenzio provide, hapo atachoka. Ila kama wewe una provide, yani let's say wewe una provide kwenye ndoa yetu. Halafu mimi niwe provide. Then wewe unaweza kuchoka kwa sababu huwezi kuwa unatoa kila siku. Even the Bible rejects that. Biblia inasema ni heri mkono unaotoa kuliko kupokea. Si ndio? Kupokea kuliko unaotoa.
ni heri. Biblia imesema mkono unaotoa kuliko unaopokea. Umenielewa? Ikimaanisha kwamba kwenye kutoa ndo kuna baraka kuliko kupokea. Sasa mimi nikiwa nataka kupokea tu nitakuchosha tu lazima. Umenielewa? Mungu atakubariki wewe kwa kuendelea kutoa, sawa? Lakini mimi kwa kutokutoa back, kwa kutokugive back, moja, sitobarikiwa, mbili, nitakuchosha tu. Umenielewa? Na kama sitobarikiwa, unajua kwa nini unanipenda? Kwa sababu Mungu amenibariki, amenipa kibali kwako. You understand that language? Your code is big, umeelewa? Yeah, mimi nakupenda kwa sababu Mungu amekubariki, amekupa kibali. Kinachonifanya mimi ni kuone mtu bora. Umenielewa? Unaweza kuwa mtu bora na sione ubora wako. Yes. Sio unakumbukaga Pastor Miamba anavyotufundisha. Yeah. Sasa maana yake ni nini? When I stop giving, ninamfanya na Mungu aache kunibariki, kwa sababu Mungu akikubariki unatakiwa ufanyike baraka. Umeelewa? Kwa wengine. Sasa mimi siwezi nikasema nafanyika baraka kwa wengine, lazima nianze na wewe. Sawa. Nimekueleza vizuri sana. I know you're smart. Thank you. I have to ask you. Yeah. Okay. Ulikuwa na matarajio gani kabla ya ndoa ambayo sasa umeona tofauti yake? Like something you expected alafu sasa hivi ukikuta. I guess you nimeshajibu. Shika basi. Wewe ndio unajifanya umependelewa. Mimi ndio yule bwana umenipendelea. Au sio? Mume huyu. Okay. Ni kitu gani yani kama kwenye hiyo nyimbo mwenye nayo tuunganisha, yani anipe niweke verse yangu. Mfanye verse basi tutamtagi kaka Henry hapa. Ni kitu gani? Tufanye naye cover hii ngoma. Au sisi tunakuwa tunataja ndoa yetu. Ni kitu gani nimefanya toka kuingia kwenye ndoa kimebadilisha mtazamo wako kwangu? No, vyote ulivyovifanya hamna kilichobadilisha mtazamo wangu kwako. Lakini vyote unavyoendelea kuvifanya na ulivyovifanya so far vinaendelea kuthibitisha mtazamo wangu kwako. Yani sasa hivi everything I see I'm like yeah, I was right, I knew it. You know? Mwanangu unaona? Taniweza mimi ukinifuatilia. Afu walifanya upendeleo. Mbona kavya kwangu ndo vingi. Ukitazama safari yetu, ninaonesha upendo zaidi kwa maneno au kwa vitendo? Both. Kwa sababu unaongea sana. Kijana wewe, mtu akikupa nafasi ya kuongea, yani kwa mfano mtu akisema nina kipindi cha masaa mawili, uje umuelezee mke wako, nakwambia hivi iko kipindi kitakuwa kina matangazo. Wewe unajua. Ni ana uhakika. Shika. Yani sitaki toka, shika andika. Mbona unanilazimisha? Hata mbona kama sijamaliza kujibu swali unapoteza uhuru wangu. Unafiki ndani yako. Kwa hiyo kuna yani wajaribu, lakini wakisema wakupe kipindi cha masaa mawili umweleze tu hivi mke wako, yani kwa unafanya both, unafanya kwa matendo. Vitendo unafanya ni vipi? Vyote. Kama nini? Vyote, vingi tu. Mimi si vione sasa ndo niambie. Okay. Yani Taja vile vitendo vyangu ambavyo vinakuonesha kwamba nakupenda. Chagua viwili. Hata kwenye hivyo yani ni vingi mpaka hata sielewi nituseme kipi. Kwa unanichanganya. Tunaona muongo shaula. Unanichanganya. Yani kama mtu ataona muongo, siku tu aseme jamani naombeni nizulule na nyie hata kwa dakika 5. Yeye ataondoka na kitabu. Yani atakaye kaa na sisi dakika 5. Sikiza. Ataondoka na kitabu. Naenda kujibu. Shika. Ni mbona unalazimisha? Soma. Mbona unalazimisha watu? Soma bana. Niulize nitakujibu. Ni nini? Kuna nini? Unatengeneza lipicha lako. Yani natamani mimi ambacho nakiona, sawa, niwaelezee watu, lakini nashindwa kuelezea in details. Kwa hiyo natamani yani takuwa kina umuhimu. Sasa mbona hivyo? Jamani ananikataza kuelezea jamii na ambavyo napendwa. Lakini yeye kwa mfano hapa yeye ndo angekuwa anamuelezea mke wake. Ni hapa mngeomba tamaa 4. Muendelee.
Okay. Kitu gani kigumu kwenye maisha ya ndoa? Kudaiwa mahesabu. Bora hata unajua nilikuwa nishajibu hilo swali. Ndio hicho kweli? Ndio hicho. Gani kudaiwa mahesabu tu? Ndio. Wewe unataka kudaiwa hesabu. Bora hata ningekuwa na kumbukumbu nzuri. Sasa kumbukumbu sina. Jamani. Je, nini unahisi kimeongezeka tangu tufunge ndoa? Kunipenda. Kunipenda. Sitaki hata ueleze. Sasa sikiliza. Wewe uliuliza maswali yangu mwanzo unishike. Uniuliza hapana. Maswali yangu na baki yako yameisha. Na kuuliza tu. Hayo wote, hayo utajibu wote. Je, ulishawahi kuwaza maisha yako yangekuaje bila mimi? Shogangu. Unaona baby? Unaona tabia zako? No. Basi yani niambie. Kitu ambacho maisha yako yangekuaje bila mimi? Kwa namna ambavyo nimependelewa, kwa namna ambavyo huenda nisingeona ambacho nimepoteza, kwa sababu ndio vile nimesema, umemwomba Mungu pikipiki, amekupa gari, amekupa nyumba, amekupa familia, amekupa maisha, amekupa yani the full package. Mimi ninachoweza kusema tu ni kwamba namshukuru Mungu kwa sababu amenipa kuona zaidi ya vile ambavyo mimi kwa hali yangu ya kibinadamu ningewaza kuwa navyo. Lakini yeye amenipa kwamba wewe last born wewe chukua na hivi, yani chukua hizi hazina za babako zote. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kunipa wewe. Lakini hata usingekuwepo, hata kwa vile ambavyo navifikiria, sijui hata kama kungekuwa kuna mwanaume ambaye angeweza kuviprovide. Kianza kujidai. Kukusaidia. Toka tuingie kwenye ndoa, maoni gani yameongezeka kutoka kwa marafiki zako? Marafiki zangu. Maoni. Jibu lake ninalo. Lakini wejibu tu. Okay. Ukweli mimi I'm not vile kwa kusikia watu wanasema nini na nini. Sema tu ukweli, rafiki yako ndo mimi. Yaani ndio hivyo sasa, ndo narudi kwamba sijui kinachosemwa na sielewi ni nini ambacho kinaendelea, lakini all in all my friend ni mume wangu, my best friend ni mume wangu, second friend ni mume wangu. Yaani maisha yetu yani ni kama sisi wenyewe tuna provide ambacho yani sisi ndo sisi yani. I can say that. Okay. Sasa wote. Kwa mtazamo wako unahisi kwa nini watu wanacheat? Kwa nini watu wanacheat? Kama ulivyosema mara ya kwanza, mtu akiwa anakosa mtu akiwa ana expect kupokea kuliko kutoa, maana yake atakosa kibali. Akikosa kibali, mtu ataona kwamba yule mtu unfit tena. Of which inaongeza nafasi ya shetani kutumia ule mlango ulio wazi kupita. Kwa hiyo ni namna ambavyo kila mtu atoshei kwenye nafasi ya mwenzie. Siamini kwamba yani hata mimi wazo la kuchiti linaweza likapita yani hata kwa bahati mbaya, yani kwa namna ambavyo mimi naona wewe unatoshea kwangu. Kuna swali la pala mwisho. Sema je, unaelewa nini unaposikia mahusiano yenye nguvu? Mahusiano yenye nguvu, mimi can say you go first baby. Nilepata kwamba mnania mamoja. Like you speak the same language. Yeah. Yani kwamba mimi hapa na hakika kabisa. Yani nina hakika kabisa kwamba mume wangu hata aende kule akirudi ni wako. Yani ni wangu na nitajua tu. Yani kuna kodi zangu fulani hivi. Toka. But why? Unaniwekea vilinzi. But why? Umeona? Kwa yani najua kabisa. Maana unaniambia tu nenda kumbe umewekaga vimitego. Kwa hiyo najua kabisa yani kwamba
akirudi, yani akisharudi, yani kwamba amerudi, amefanya kitu ambacho sio sahihi, akirudi tu yani unamjua tu, yani unamjua yani baby stop it, toka staki maswali yameisha. Naelezea nitakuwa kila siku najikagua kumbe wanawekaga vidude. Kwa hiyo yani yeye mwenyewe tu akirudi yani unaona kabisa kwamba this is not my man, let me find him. Yani kuna sehemu tu amejifichia, yani kuna sehemu yeye mwenyewe waga anakuwa amejifichia. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hiyo neema ya kwamba hata yani ikitokea, yani ndio maana nikawa nimesema kwamba hata ikitokea kwamba tuna hati ya kugombana kuhusu kitu, inakuwa rahisi yani Mungu anatusaidia overcome kwa sababu ya ile nia zetu za ndani. Yani hata kama mume wangu au hata kama mimi nimefanya mistake, inakuwa ni mistake ya kibinadamu, yani kwamba ni ubinadamu wetu, sio kamili, sisi sio kamilifu, ila ni ule ubinadamu wetu umetupelekea vile. Kwa nini unaniwekea vimitego? Kwa hiyo maana yake ni kwamba ukiangalia deep down unaona kabisa kwamba mtu anasema ukweli mke wangu nimekosea, ukweli mume wangu nimekosea, hiki sio sahihi. Hata shetani akijaribu kuleta kitu, yani akileta sana hicho kitu kuwashinda, yani hata kukinyanyua, yani hata kufika yani to that level ambayo tunaweza tukawa hatuelewani, au sijawahi kukumbuka kwamba kuna siku tumelala tumenuniana au tumeshinda tu hatujanuniana. Yani remember baby, kuna siku nilikuwa na ratiba fulani hivi alafu ilikuwa kind of complicated, yani ilikuwa I wasn't really okay. Kwa hiyo viko sawa kwenye kazi huko, nadhani nilikuwa sijui nimeenda site kwa mteja ni mambo yetu ya kin alafu kuna namna yani ratiba yangu ilikuwa haijaeleweka kwako. Alafu ukaja ukaniambia a day nadhani after sijui nini, ukaniambia siku mimi sikuelewa ratiba yako, lakini sikujiruhusu kukuwazia vibaya, something like that. Yani kuna ni kesi sijui kama hiyo, lakini ukaniambia huwa sijiruhusu kukuwazia vibaya no matter what happens. Right? Alafu nikakwambia it's what I do, it's what I always do. Ndo unachojaribu kukizungumzia hapa when you say mahusiano yenye nguvu. Yani you don't easily accept kwamba yani sio kwamba haviji, trust me, sio kwamba haviji, yani kwamba hauwazi kwamba sasa hivi baby anijibu message, kwa sababu ratiba ya mama wangu naijua. Mama wangu hata kama akichat najua kabisa kwamba out of wateja anachatigi na nani mwingine, yani najua kila kitu. Kwa sasa nikikuta imepita lisaja nitafuta, huo ni ugomvi wa kutafutana. Yani how comes, yani imekuaje, yani unachati na nani mwingine, yani kwa vina pop up vitu kibao kwamba like uenda anachati na mtu mwingine, uenda anaongea na mtu mwingine, lakini ina mimi sijiruhusu ku accept kwamba okay, kwa sababu chochote ambacho unakiaccept ndani yako, yani kwenye mawazo yako, ndio kinachopata nguvu ndani yako. Yani kwamba mimi nikiwaza kwamba kuna mtu mwingine unachat naye, shetani kule anatengeneza mtu wewe wa kuchat naye, ili jioni ukirudi mimi na yeye tukikutana nikutane na ile conversation ya mtu unayechat naye, alafu iconfirm kwamba huyu mwanaume kuna watu wengine anachatigi nao. Kwa hiyo it's not so easy. Ndio maana hata muda mwingine mimi naweza nikakwambia hata simu yake siguse, yani nikigusa labda nafanya kitu ambacho nakitaka kufanya, nikimaliza nimerudisha, au ya kwangu ina shida au hivyo yani. Kwa hiyo yani najiruhusu kuwaza in a positive way kuliko negative, na negative ikija ujue mazingira yote ya positive yamegoma. Ndio unapokuja kuniuliza, yani hapo sasa naendaga kibabe. Yani hapo najua kabisa kwamba hapa sijawaza mimi negative, mimi sijawa mlango wa yeye kufanya hizo negativity. Kwa hiyo hapa huyu ni yeye mwenyewe. Sasa huyu yeye mwenyewe ndo naenda kupambana naye. Na naendaga kibabe kabisa. Naendaga kibabe kabisa. Hasa mimi sio busy. Una nini? Na makabati. Utakula makabati. Utalala makabati. Kwa hiyo hivyo kunia mamoja, kila mtu kuplay nafasi yake. Mwanaume
mpende mke wako, mwanamke mheshimu mume wako. I guess hiyo inasaidia. Mpenda utaki. Wewe nisije mimi. Mungu mwenyewe alijua. Mungu mwenyewe alijua akasema hizi kazi ni ngumu sana kupenda huyu mtu. Kwa sawa. Mimi maisha yangu hapo ni neutral. Mimi kazi yangu ni kukuheshimu tu baba, nitakuheshimu mimi wewe. Nitakuheshimu wewe. Hivyo, nitakuheshimu. Ila swala la kunipenda ongeza. Haujafika hata robo. Una shukrani. Okay, sawa. Yeah. Alafu kuna kitu nataka nione kwa. Hivi marafiki zako wewe wanaweza wakaniambiaga mimi ukweli wewe? Kwa sababu gani? Unadhani mimi marafiki zangu ni kama mashemeji wa mchongo? Wewe. Mimi marafiki zangu wote wako hivi. Wewe. Sasa shida ni kwamba wanakukubali kichizi. Wewe. Tunakwambia sasa. Unabisha? Ndio. Unataka kufanya? Hapo ngoja nianze na huyu. Nani? Wapigie wawili tu. Usinipangie na usiniambie nimpigie nani kwenye nini. Basi fanya unachojisikia. Hapa ndugu wa Tanzania nampigia shemeji nijue hali yangu. Status yangu huko duniani ikoje. Wala ina shida. Mimi nakwambia mimi. Umejipata? Rafiki zangu wote wamenyoka hivi. Sawa, hamna shida. Wala sina shida. Hamna shida kabisa. Mke wa Elia Msafiri. Nipo hapa shemshem za kwako. Yaani unaniita shemeji kwa sababu najua unaweza kama una shida. Yaani uko kwenye kabisa nina uhakika una shida. Unajui kuniita shemeji. Haya sasa leo msisikie. Ukiona unaninyenyekea una shida. Haya sema shida yako haraka. Nina shida moja kweli, nina shida leo. Ya kweli hiyo shida najua sasa. Nina shida gani unajua? Jana Jana mdogo wako hajarudi. Sasa nikajua aliniambia kwamba yuko na wewe kama mida ya saa 1 hivi. Kwa hiyo nikaondoka mwenyewe ofisini. Hiyo sound naijua. Hiyo yani kama amekwambia unipigie mimi simu kwa ajili ya hiyo sound. Kwa hiyo wewe uko naye? Yaani mpaka hapo kwanza uko naye, hilo la kwanza. Yaani mpaka hapo kwanza uko naye. Halafu unataka kuniambia nini kwanza? Nataka Yaani kwa sababu nishasema hivi. Ramsi ni mwongo. Kwa hiyo unataka kudhibitisha. Hebu kwenda. Haya, leo shida nyingine tofauti na hiyo. Mimi nimeambiwa ni kwa kuconfirm nikuulize wewe. Mimi nimeambiwa hivi, yani kwa kuconfirm nikuulize wewe kwamba jana yeye niongee. Hayupo. Mimi nimepewa tu hiyo story alafu akaondoka. Sasa hapa ndo ninapopata shida. Mtafuta ukiwa karibu naye au mpigie simu niunganishe naye. Tunaongea watatu. Kwa hiyo hutaki kuniambia kabisa. Nimesema hivi mpigie simu tuongee tu kwa watatu bwana. Kwani shida nini? Haya poa, asante. Sawa. Ujamaa kana daliza kutoka. Mimi nitajitetea sawa. Yeye ukishindwa kunitetea. Kisha habari yako. Sikiliza, sasa huyo shida yake anatufahamu vizuri, ndio maana amesema ukweli kwamba tuko wote. Kwa sababu anatujua vizuri kama tunafuatana kama kumbi. Pigie mwingine. Ima. Pigie Ima, Martin, wewe wapigie. Nimtafute Ima. Mimi niko vizuri. Huyu Rems wewe ametuharibia kwa sababu anatujua mno. Amejua tu. Ana uhakika kabisa. Okay. It is. Une namba zake sasa. Upaga namba za magari. Na namba za magari shemeji yangu. Akinisikia. Kama dalali. Nimesahau ningemtafuta Amba. Huyo ndo angeshangaa mpaka.
Ndio hapo okay. Hapo ukimwacha kama kinadundia nje hivi. Wewe utakuwa mbali. Chana mpigie Malta labda. Amba. Amba anaanza kusema dadi sivini. Sina namba ya Malta. Chika. Poteza namba ya Malta. Yeah. Kesho aliniambia na interview, sijui atapokea. Anapenda kusoma huyo. Lakini ngoja tumpigie huyo. Mpigie. Sifuri tumie hapa. Hizo nzuri. Tutumie hapa. Evoda nasema. Sorry. Dakika moja. 0768 585 987. Upande wa Martin sasa. Shem kama shem. Wow. Shem anasoma. Asipokea kwenye hiyo tutampigia kwenye nani yake hiyo. Nyingine. Okay. Ngina ya okay. Chana mpigie kwenye hiyo hata. Marafiki zangu ukiwa na shida utawapata kweli. Nimeisha. Hapo ni Rems. 0628 408 871. Amna usikute anatafakari. Au mrudie Remsi. Alafu Remsi hawezi tena kukubali. Unadhani hapa ameshagoma. Na ukumbuke mimi na yeye hakunaga sehemu ambayo tunakuwa serious. Kwa watu kiniambia nifanye seriousness, it's hard. Yaani yule anajua hata tungekuwa tumegombana kweli. Kwa kiwango gani hatusingefika huko. Okay, let's go. Ndio tumalizie. Naonekana nimesweat. Okay. Naonekana? Ndio hivyo mdogo wangu apatikani rafiki yangu. Na washikaji zangu wapatikani. Washikaji zako sasa mimi hao ndo nina uhakika. Sijui umewapanga? Hamna. Uliwaambia mwanangu sikilizeni. Kuna tukio hapa msipokee simu. Na wakinipigia baadaye nawaambia sitaki simu zenu. Mimi siko hivyo. Mimi na washikaji zangu hatuko hivyo. Wala si tuko vizuri. Well, then that marks the end of today. Yeah. Okay, thank you for watching everybody out there, and we are happy to share this as a portion of our life. Yeah, sehemu ndogo ya maisha yetu ambayo tunaamini kama sio kukufundisha basi itakuburudisha. Lakini haiwezi kukuacha hivi, right? Yeah. Rafiki zetu hawajapatikana, lakini mimi na rafiki zangu tumenyoka. Na rafiki yako mmoja amedai kwamba wote tuwe wote alafu ndo aongee. Wewe anajua hatuwezi kuachana sasa. Sijui kwaje. Ametuharibia hiyo kitu. Ametuharibia prank yetu. Yeah, so tunamshukuru Mungu. Hivi sisi ndivyo tulivyo. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu tunaona ni neema. Na inawezekana kabisa ikawa hivyo kwako. Kuna watu kule wanatamani kuolewa kwa usahihi ama kuoa kwa usahihi, na yamkini dunia imewaonesha kwamba haiwezekani. No, inawezekana kabisa. Kama haijawezekana duniani vitu waga haviwezekani kirahisi. Vitu vyote vinawezekana kwa Mungu tu. Biblia inasema yeye peke yake ndiye asiyeshindwa na jambo lolote. Kwa hiyo usiamini kwamba haiwezekani. Remember, hatutafuti malaika kwa sababu malaika hawaishi katikati ya binadamu. Lakini tunatafuta watu walio tayari kusacrifice na kujitoa kwa ajili ya wenzao. Ili kuwapa furaha wenzao. Na inawezekana wapo, haimaanishi wapo. Mimi nimempata wa kwangu. Na yeye atajipatia wa kwake. Na utampata wa kwako. Kuna mtu anasemaga jamani, Elia amna alikuwa anamwambia Pastor Miamba.
Marafiki ndo wanapiga saizi. Nani? Gavans. Sasa sikumbuki ni nani. Just pick kwanza afu kasikia. Hello? Hapana. Okay. Yeah. Anamwambia Pastor Miamba. Pastor Miamba anasemaga kwamba kuna mtu anamwambia Pastor Miamba. Elias jamfanya. Yeah. Kwenye comment section. Napotaka muda wa kusoma zile comments. Kuna mtu anafuata Pastor Miamba anamwambia kama kuna Elia aliyebaki huko ndo namuomba. Nimesubiri kwa hamu, nimejua sijui nini. Kama naambiwa vipi. Yeah. Kwa hiyo kila mtu ana portion yake. Unaweza ukaona kwa mfano mimi nasema hivi napendwa sijui nini na nini, lakini ukikaa na Elia, ukikaa naye dakika 10 unaweza ukahisi anakuboa. Yaani kwa namna anavyokupenda na nini unaweza ukahisi anakuboa. Lakini wewe ndio unaona unapenda. Yes, mimi naona kwangu ni sawa. Kwa hiyo Mungu anakupa, yani kwa namna Mungu anatujua, anatupa kile ambacho kipimo chako, yes, ambacho unaweza kukivumilia, ambacho unaweza kutoil kwa ajili yake, yani hivyo. Na one thing ningependa ni shauri, nitumie this platform kwa shauri. Uwe tayari kutoa ambacho wewe unataka kupewa. Yani kabla hujataka kupewa, kabla hujataka, yani washikaji zangu huko duniani, kabla hujataka kumpata mke kama Lona, wewe uwe tayari kuwa mume bora kwanza. Kama Elia. Sijasema. Usiniweke maneno kinywani, umeelewa? Ya, uwe tayari wewe kwanza kuwa mtu bora. Unasikiaga watu wanasema tu pesa inafuata pesa bana. Yeah. Na ndio ilivyo, wema unafuata wema. Exactly. Biblia imeagiza wema tunaushinda ubaya kwa wema, umeelewa? Ila haimaanishi kwamba wewe ukiwa mbaya basi utakuwa unapokea wema kwa sababu wale watu watakuwa wanaushinda wema kwako. Haifanyi kazi namna hiyo. Alafu hata hivyo anasema Bible inasema kwamba lini nuru na giza vinakaa pamoja, umeelewa? Kwa hiyo kama ni giza utakutana na magiza menzako. Unaona? Na kama ni nuru utakutana na nuru nyenzako. Biblia inasema watu wawili hawawezi kwenda pamoja kama wasipopatana. Waswahili wanasema ndege wanaoruka pamoja ni wanaofanana, unaona? Yeah. Kwa hiyo kile unachokitaka lazima uhakikishe kwanza wewe ndo huyo mtu. Umeelewa? Alafu inakuwa nzuri. Hapo nimetafakari kunguru na tai wanarukaje. Haiwezekani. Kwa hiyo chukua hiyo, pengine itakusaidia. Itaongeza. Naamini kila mtu ana maarifa. Hii inaweza ikaongeza kwenye maarifa ulionayo, hasa kwenye habari ya mahusiano. Kwa wenzetu ambao wako kwenye mahusiano, hivi sisi tulivyo, it doesn't mean we are always smooth. Mkawangu hapa alikuwa anaongea, akawa anasema kuna vitu vinatokea ambavyo ni namna tu ambayo sisi kwa jinsi ambavyo tumejijenga na misingi tulionayo huwa tunavitreat vizuri mapema. Lakini basically na sisi tungekuwa tunagombana tu kama ambavyo watu wengine wanagombana. Sababu kweli vitu vinatokea. Naweza nikamkwaza, anaweza kanikwaza, lakini nina treat vipi ile hali ya yeye kunikwaza, ama yeye ana treat vipi hali ya mimi kumkosea kabla hata mambo yajawa makubwa. That is what matters. Na usidhani ni rahisi, ndio maana tunasema it's about sacrifice. Yani kukwazwa na usikwazike sio kichepesi. Umeelewa? Hapo sasa unajua ndio ile nakumbukaga kwamba Mungu alimention kabisa. Ukikwazika ni shida, ukikwaza ni shida. Yani kwa hiyo kila kitu utakachokiruhusu. Yani binadamu una option ya kukwazwa na usikwazike. Unaona? You have that option. Na ni muhimu sana kuitumia hiyo kwenye mahusiano. That's the only way unaweza keep mahusiano yenu kuwa. Kwa nini tunasema hatujawa kamilifu sijui nini? Basically sio issue kamilifu. Issue ni kwamba adui anawinda sana kitu kinaitwa mahusiano. Yaani kama mahusiano yako ni yale ambayo Mungu aliyakusudia, adui anachokonoa sana na hatoacha. Kwa kama sisi hapa tangu tukiwa wachumba tulikuwa tunaona adui anatuchokonoa, tumeingia kwenye ndoa tunamuona adui anatuchokonoa, lakini sisi we are happy kwa sababu tunajua tutamshinda. So tunashauri hiyo kitu pia kwamba ongeza hiyo. Mwenzako akikukosea, how do you react? It adds a lot into a status of your relationship. Unaweza kuwa na mahusiano bora ukiamua mwenyewe,
na unaweza kuwa na mahusiano mabaya ukiamua mwenyewe. Yeah, out of that, Mungu awabariki sana. We are happy to have this moment with you. Endeleeni kutazama Gavo Media, wana content nzuri na utapata taarifa na habari nyingi hapa. I know these people are good. Mwishoni kabisa, sisi ni wafanyabiashara. Kwa karibuni sana kwetu. Sisi tunafanya interior designing, uza furniture mbalimbali na tunaweza pia kukushauri kwa mambo mengi sana kwa barrier decoration na interiors of your house, of your offices, of your different places. Kwa karibu sana kwetu wote, mimi na mke wangu. Yaani kama unavyoona mke wangu mzuri hivi, naweza nikakutengenezea nyumba yako hivi. Yaani I know the taste, you know. Na wakija dukani watawauliza watu ambao tunaishi nao pale, wanapata full details vizuri kabisa. Tuko vizuri, yeah. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Acha tumshukuru Mungu pamoja kwa wakati ambao tumekuwa nao. Mungu le hai, asante kwa neema yako. Tunakushukuru kwa ajili ya wakati mzuri ambao umetupa kushirikishana habari mbalimbali na Watanzania wenzetu na watu wengine kote ulimwenguni. Baba, tunalitukuza jina lako. Tunaomba ulichokikusudia kutufundisha sisi na watu wako kule nje kikatimie sawa sana mapenzi yako, katika jina na damu takatifu ya Yesu. Sifa na heshima na utukufu ni wako, Mungu wa kweli, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Gavo Media, pamoja hatua kwa hatua.